Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, tunafahamu ya kwamba tuko katika mwezi wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram ambao kwamba ni mmoja katika miezi mitukufu, kulitokea matukio makubwa sana katika historia ya Kiislamu. Miongoni mwa matokeo ambayo kwamba yalitokea katika historia ya Kiislamu ni tukio la kuuliwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba ni Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye kwamba mamake ni Fatimatu Az-Zahra. Aliuliwa Hussein ibn Ali madhuluman, hali ya kuwa amekuwa ni mwenye kudhulumiwa. Ni vipi alivyokuwa ni mwenye kuuliwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya kuwa na ugomvi baina ya masahaba Muawiya na upande wa Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib alipofariki, aliuchukua uongozi huu ni mtoto wake ambaye kwamba ni Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, ndugu yake Hussein. Hasan alichukua uongozi huu kwa muda wa miezi 6. Alipoona kwamba fujo limeenea baina ya Waislamu, alimkabidhi uongozi huu Muawiya, naye akawa ni mwenye kujishusha. Muawiya akatawala uongozi wa Uislamu kuanzia mwaka wa 41 Hijiria mpaka mwaka wa 60 Hijiria. Muawiya ilipofika mwaka wa 60 Hijiria, alipokaribia kufariki, alimkabidhi kupitia wasia mtoto wake Yazid ibn Muawiya ndio awe ni kiongozi. Ili jambo la Yazid kuwa ndiye kiongozi wa Waislamu, wengi katika masahaba hawakulipenda, kwa sababu Yazid hakuwa kwamba yeye ni bora kuliko wengine, wala hakuwa miongoni mwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa watu ambao kwamba hawakupenda kitendo hichi ni Hussein ibn Ali sibtu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakati huo Hussein alikuwa katika mji wa Madina. Alipoona Yazid amepewa uongozi, alishika njia akaenda zake katika mji wa Makka, akawa ni mwenye kuishi katika mji wa Makka. Watu wa Kufa walipata habari kwamba katika watu ambao kwamba hawakumfanyia bai' Yazid ibn Muawiya ni Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Watu wa Kufa ambao kwamba ni watu wa Iraq, mashia wa Kufa, walitumia fursa hii kuandika barua nyingi sana kumpelekea mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikawa kila siku zinaingia barua katika nyumba ya Hussein, akiambiwa njoo Kufa, tutasimama na wewe, tutakufanyia bai', sisi tuko tayari, wewe ndio uwe kiongozi. Mpaka ikapelekea hizi barua kumshawishi Hussein ibn Ali atake kwenda Kufa. Lakini kabla ya yeye kwenda, ilimbidi amtume mtoto wa ndugu yake, au alimtuma ndugu yake ambaye kwamba ni Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Akamwambia, wewe nenda Kufa ukatizame namna gani watu wa Kufa wako tayari kuwa pamoja na sisi. Muslim ibn Aqil alipotoka kuelekea katika mji wa Kufa, alipofika katika mji wa Kufa, naam, alipokewa na takriban watu 12,000, bali baadhi ya ahlul ilm wanatuambia watu 40,000 walimpokea Muslim ibn Aqil kwa kumuonesha, sisi tuko pamoja na Hussein na sisi ndio tunahitaji nyinyi muwe viongozi. Muslim ibn Aqil akamwandikia barua Hussein kwa kumwambia watu wa Kufa wako tayari na hakuna kinachosubiriwa, ni wewe tu utoke katika mji wa Makka uje katika mji wa Kufa na tuwe ni wenye kufanyiwa bai'i, tuwe ni wenye kushinda. Hussein alipoichukua barua, akaisoma barua hii, ikabidi achukue familia yake atake kutoka. Akawashauri baadhi ya masahaba, akiwemo Abdullah ibn Umar, akiwemo Abu Sa'id al-Khudri, akiwemo Ibn Abbas, yani Abdullah ibn Abbas, kwamba mimi naamua kwenda Kufa nikasimame na watu wa Kufa. Bila shaka hili jambo, ndugu zanguni katika imani, lilikuwa zito. Masahaba ridwanullahi alaihim, hawa niliokutajia, na wengi walimkataza Hussein ibn Ali, wakamwambia usiende kwa watu wa Kufa. Watu wa Kufa ni watu makhain, ni watu walimuua babako Ali ibn Abi Talib, ni watu walimuua ndugu yako Al-Hasan ibn Ali. Leo wewe unataka kwenda Hussein, hautarudi ukiwa salama. Mpaka Abdullah ibn Umar alishika kichwa cha Hussein akambusu katika paji lake la uso, akimwambia sitarajii ukirudi tena, kwa sababu tunawajua hao watu wa Kufa ni watu waovu sana.
lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameshakadiria kwamba Hussein atakuwa ni mwenye kwenda. Mbali na kuwa Abdullah ibn Abbas alimfuata akamwambia, lau kama siogopi watu wataizungumzia vibaya familia ya Mtume, ningelikushika nguo zako nikuzuilie kwenda, ningelishika mpaka kichwa chako, lakini naogopa watu watasema familia ya Mtume inakuwa ni yenye kupigana wao kwa wao. Akatoka Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kule. Muslim ibn Aqil yuko katika mji wa Kufa. Wale waliomfanyia bai', wale ambao kwamba wanajifanya wanamfanyia bai' Hussein ibn Ali, wao wakapeleka salamu kwa kiongozi, wakapeleka salamu kwa kiongozi kwamba Muslim ibn Aqil amekuja huku na Hussein anakuja, lengo ni kukuangusha wewe Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya alipozipata habari hizi akamwamrisha Abdullah ibn Ziyad ambaye kwamba yeye ndio alikuwa ni wali wa sehemu ya Kufa, ndio alikuwa ni governor, akamshika Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil kabla ya kuuliwa, kwa sababu aliamrisha auliwe, lakini kabla ya kuuliwa Muslim ibn Aqil akaomba ruhusa aandike barua ampelekee Hussein. Akapewa ruhusa kuandika barua. Wakati anaandika barua hii katika maneno aliyoyanukuu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min ahli alilm, asema aliwaambia, inna ahla alkufati kadhabuni wa kadhabuk. Hawa watu wa Kufa ambao kwamba wamesema wanasimama na sisi, wamezungumza urongo juu yangu, wamenifanyia khiana mimi, wamekwenda kinyume na mimi na wamekwenda kinyume na wewe. Rudi kwa watu wako ya Hussein, usije katika mji wa Kufa. Hussein ikimfikia barua radhiyallahu ta'ala an, yuko katika uwanja wa Karbala. Mpaka Hussein anauliza, huu uwanja ni uwanja gani? Anaambiwa Karbala. Anasema ni karbun wa bala. Ashafika katika uwanja, Hussein ndio anasoma barua. Hawezi kuwa ni rahisi kurejea katika mji wa Makka. Abdullah ibn Ziyad akatumana jeshi la takriban watu 4,000 wamzuilie Hussein kuvuka katika kuvuka katika sehemu ya Kufa. Watu 4,000. Hussein inasemekana baadhi ya ahlul ilm wanasema ni watu 72 walikuwa pamoja na Hussein, wengine wakafika mpaka 150. Ala kulli hal, Hussein alikuwa na watu kidogo sana. Watu 4,000 walisimama kumzuilia Hussein kuingia katika mji wa Kufa. Hussein ibn Ali akaomba ruhusa kuzungumza na amiri jeshi ambaye kwamba ni mtoto wa Saad ibn Abi Waqas, mtoto wa sahaba. Akamwambia, mimi nakuomba mambo matatu. Jambo la kwanza, uniruhusu mimi nirejee zangu katika mji wa Makka. Ikiwa hauwezi kuniruhusu, nipe ruhusa mimi nizungumze na Yazid ibn Muawiya. Ikiwa hauwezi kuniruhusu kuzungumza na Yazid ibn Muawiya, basi nisimame katika mipaka ya Waislamu, niwe ni mwenye kupigana na wasiokuwa Waislamu. Huyu kamanda jeshi akaliona ni jambo zuri, ikabidi alifikishe kwa gavana wake Abdullah ibn Ziyad. Abdullah ibn Ziyad alipofikishiwa hii habari akakataa, bali aliongeza watu 1,000 zaidi waende wakamzuilia Hussein kuvuka katika mji wa Kufa. Walipofika wale watu 1,000 wamechanganyika, sasa wamekuwa watu 5,000. Hussein anawatizama, wengi waliokuwa pale ndio wale waliomwandikia barua. Angalia khiana waliokuwa nao Mashia, angalia uovu waliokuwa nao hawa wanadamu. Leo wanajifanya wao ndio wanampenda Hussein na wao ndio sababu yote haya kutokea. Walimwandikia barua ni wao, tunasema qaddara Allah ma shaa faal, lakini wao ndio waliandika barua na wao ndio waliosimama dhidi ya Hussein. Mpaka Hussein anazitoa barua, anawaambia, si ni nyinyi mliniandikia hii barua, mtakuwa na mimi vipi leo? Wanasema sisi hatuko na wewe, tuko pamoja na kiongozi. Hussein ibn Ali akachukua fursa kuzungumza na watu, akawaambia ya kwamba nyinyi hamujui ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-Hasanu wal-Husain sayyida shababi ahli al-janna. Kwani hamujui nyinyi ya kwamba Mtume alitusema sisi na kutusifu sisi kwamba ndio vijana mabarobaro wa vijana wa peponi, sisi ndio mabwana. Yoyote atakayetupenda sisi anampenda Mtume na atakayetuchukia sisi anamchukia Mtume. Watu 30 katika kikundi chote ndio imani iliyoingia wakawa upande wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, na vita vilianza. Bali sisi Ahlus Sunna wal Jamaa hatusemi kwamba hivi ni vita.
tunasema ni dhulma aliyofanyiwa Hussein mpaka Sinan, au mwingine katika baadhi ya ahlul ilm wanasema si Sinan, lakini maarufu ni kwamba ni Sinan. Alikata kichwa cha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, na hii yote ni hila na khiana waliomfanyia Hussein ibn Ali hawa mashia wa Iraq, alaihim min Allahi ma yastahiqun. Leo wanajitokeza mabarabarani wakivaa nguo nyeusi, wakionyesha kwamba wao wana mapenzi makubwa na Hussein ibn Ali. Tunawaambia nyinyi, ajdadukum humul ladhina qatalu Hussein, ni mababu zenu ndio waliomuua Hussein, hakuna mwingine aliyomuua Hussein, ni mababu zenu. Alafu kwani mtoto wa Ali ibn Abi Talib ni Hussein peke yake? Hassan ibn Ali ameuliwa, bali Ali ibn Abi Talib ameuliwa. Hussein katika uwanja wa Karbala alikuwa na wengi katika ndugu zake waliuliwa. Hamusimami na wao kwa sababu ya nifaq na kuyaficha yale mambo ambayo kwamba mko nayo, munajitokeza barabarani kuonesha mapenzi yenu juu ya Hussein, lakini ni warongo. Uthman ibn Affan aliuliwa, bali sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ile sumu ambayo kwamba alilishwa na yule mwanamke ikamdhuru mpaka kupelekea kufa. Vipi munahusisha ya Hussein peke yake, munasahau ya kwamba walikufa afdal min Hussein. Naam, Hussein ni bora, lakini hawi bora kuliko mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu ta'ala a'lam.